Vuta picha kuwa wewe ni mpangaji mpya. Unahamia maeneo ambayo huyajui kabisa, yani ni mageni napo. Alafu katika eneo lile unemjua wewe ni baba mwenye nyumba wako tu. Lakini vile vile baba mwenye nyumba wako anakuambia kuwa nimekupangisha ndani ya nyumba hii kwa masharti kadhaa. Kila inapofika saa 6 usiku inatabidi uwe kimya, isisikike sauti wala kelele ya aina yoyote ile. Kwa sababu wewe ni mgeni maeneo yale, unaweza kuchukulia kitu cha kawaida kabisa, lakini unaweza kuwa baba mwenye nyumba anamaanisha kitu kimoja hivi ambacho ni kibaya au kizuri. Lakini unaweza kuwa na maswali mengi sana. Hivi ni kwa nini saa 6? Kwa nini siwe muda mwingine? Sasa simulizi yetu ya leo hii ambayo inaitwa Usiku wa Manane itakufunza kitu kimoja hivi kwa wale watu ambao wanapenda kupiga kelele inapofika usiku. Basi kabla ya kuanza nakuomba kwanza ubonyeze kilama cha kusubscribe, ulike, ucomment na kushare. Na vile vile uniambie kwa unatazama simulizi hii ukiwa maeneo gani. Basi tuanze. Sasa simulizi yetu ya leo bwana inaanza kumuonyesha kijana fulani hivi ambaye anaitwa Amani. Sasa Amani bwana alikuwa ni mgeni katika mji mdogo hivi uliojificha pembezoni mwa misitu. Mji huo bwana ulikuwepo una mazingaombwe ya ajabu sana kila inapofika mida ya usiku. Sasa Amani alikuwa amepokewa na baba mwenye nyumba yake safi kabisa. Akapelekwa hadi katika nyumba ambayo imepakana na misitu pembeni. Kwa mtu wa kawaida hawezi kuishi kabisa katika ile nyumba, lakini kwa Amani alitaka kuishi kwa sababu alitaka kubadilisha mazingira, kwa hakutaka kuendelea kukaa sehemu ambayo ipo wazi sana. Akaona kitu cha kawaida. Lakini baba mwenye nyumba akampa sharti moja kuwa kila inapofika saa 6 usiku haitakiwi kusikika kelele ya aina yoyote ile. Sasa Amani akawa anashangaa, lakini Amani akachukulia kawaida tu, akasema hamna kitu bwana, inawezekana tu ananiambia hivyo ili mradi tu nisimpigie kelele. Akavunga, akatulia kabisa. Sasa bwana, siku ya kwanza kwa Amani ilikuwa siku nzuri kabisa na ilipita bila kisanga cha aina yoyote ile. Siku ya pili inapofika kama ya saa 4 hivi, Amani akasema subiri kwanza niwashe simu nipate kuangalia movie. Ikaenda ikafika saa 6 kamili usiku. Amani akaanza kusikia sauti za ajabu zikiita Amani, Amani. Amani alishangaa, hii ni sauti gani ambayo inaita? Lakini akachukulia kitu cha kawaida, akaona inawezekana kama ni mawenge yangu tu hivi, hakuna kitu cha namna hii. Basi Amani akatulia. Ikaendelea ikafika saa 6:30 usiku, akasikia kelele tena ikimuita chini ya kitanda. Amani, Amani. Amani akaamka tena. Hivi ni kitu gani hiki ambacho kinaniita mimi midai? Akaamka, akaenda akachungulia hadi chini ya kitanda. Akaona hamna kitu chochote, lakini alivyokuwa amechungulia akasikia kelele ikimuita nyuma yake katika kabati. Amani, mimi sipo huko, nipo huko. Amani aliamka, jasho jembamba likiwa linamtoka. Alikuwa na hofu ya ajabu sana Amani. Nahisi Amani siku ya leo itakuwa ni siku ngumu sana kwake. Sasa Amani akatamani kupiga kelele, lakini akakumbuka maneno ya baba mwenye nyumba kuwa kila inapofika mida kama hii haitakiwi kusikika kelele ya aina yoyote ile. Basi Amani akabaki tu kukaa kuomba Mungu kupambazuke mapema ili mradi akamwambia baba mwenye nyumba wake kitu kilichomsibu usiku wa leo. Lakini Amani akasema kuwa subiri kwanza nipande kitandani nilale ili mradi nijue asubuhi kunaamka vipi. Basi Amani akapanda kitandani. Ili kupanda kitandani tu, basi radi likapiga ndani ya nyumba ile. Pale Amani akasikia kelele za ajabu nje zikipiga. Basi Amani akapiga ukunga mmoja mzito sana, na hilo ndio kosa aliyefanya Amani usiku wa leo. Basi baada ya kupiga kelele zile, ukatokea mzimu mkubwa sana karibu na mlango. Ndipo kumwambia Amani kuwa ulipewa masharti na mwenye nyumba wako, lakini wewe masharti hayo hujayatimiza. Kwa nini? Basi Amani akapiga magoti kwa hofu kubwa sana na kumwambia kuwa samahani, nilidhani masihala, lakini sikujua kuwa itatokea shida namna hii. Basi ule mzimu mkubwa ukamwambia Amani kuwa nakupa sharti moja, utakapolitimiza basi mimi nitakuacha uendelee na maisha yako kama kawaida, sitakufuata wala sitakusumbua kwa namna yoyote ile. Basi Amani kwa hofu kubwa akakubali, akasema kuwa nitatimiza sharti lako, ukinipa sharti lolote lile mimi nitatimiza. Basi mzimu ule ndipo ukampa sharti moja ambalo ni gumu sana.
Basi kabla tujaendelea na simulizi yetu hii ya leo, na kuomba kwanza bonyeza kialama cha kusubscribe hapo, alafu niambie kuwa unatizama simulizi hii ukiwa mitaa gani. Basi tuendelee. Basi mzimu ule bwana ukampa sharti moja, ukamwambia kuwa usiku huu wa leo inapofika mida ya saa 8 kamili inatabidi utoke nje, utaona mbuyu mkubwa, pembezoni mwake utaona kaburi. Katika kaburi lile inatabidi ulale hadi inapofika saa 11 alfajiri. Amani baada ya kusikia sharti lile aliogopa mara 100 zaidi ya mwanzo, lakini kwa sababu Amani hakutaka mzimu ule uendelee kumfuatilia tena, akakubali. Basi akaenda kulala, ukawa kimya. Ilipofika saa 8 kamili Amani akatoka, akatembea, akaona mbele kuna mbuyu mkubwa na pembeni yake akaona kaburi zito. Ndipo Amani akachukua shuka jeupe na kujifunika juu ya kaburi lile. Alivyojifunika tu, basi mzimu ule ukatokea pale pale, ukamwambia kuwa Amani, umejitahidi kutimiza sharti lilokupa, lakini ulichokifanya sicho ambacho kitakupunguzia wewe adhabu. Inatabidi ufanye kitu chengine zaidi ya hicho, ili ndani ni kusamehe katika adhabu niliyokupa. Basi Amani akashangaa tena, lakini akasema kuwa nitafanya kile ulichoniambia, mimi nitafanya. Basi akamwambia kuwa inatabidi utoke ndani ya kaburi hili na utembee usiku mzima ndani ya pori na ukamate mnyama mmoja ambaye atafanya wewe ukae naye mpaka asubuhi. Basi Amani akakubali, akatoka ndani ya kaburi hili. Ndipo akaanza kuzunguka msituni, akawa anasikia kelele za ajabu za mbwa mwitu, za simba, za chui, lakini Amani hakukata tamaa kabisa. Ndipo akaanza kusema, pembeni mwake akamwona bundi amekaa, akasema itakuwa ndo mnyama huyo, inatabiri nimkamate. Lakini tunajua kuwa bundi mida ya usiku ni mnyama ambaye anatisha sana na vile vile anaona sana, na mnyama huyu anapenda sana kutumiwa na washirikina. Basi Amani akamchukua, akaenda naye hadi katika lile kaburi, akamwambia nimempata mnyama huyu. Basi ule mzimu ukatokea pale pale na akamwambia kuwa Amani, asante, huyu bundi tulikopo tunamhitaji sana na tulikopo hatuwezi kumpata, kwa wewe tumeweza kumpata huyu bundi. Basi kuanza leo Amani, wewe utaishi vizuri sana katika nyumba hii, na asante sana kwa kunifanikishia kuipata hii sadaka yangu. Basi hapo kuwa ndi tunagundua kuwa mzimu ule ulikopo unamhitaji Amani ili mradi ipate kafara yake, na hili lote limemkumba Amani kwa kupiga kelele usiku. Asingepiga kelele usiku, janga lote hili lisingemtokea. Basi hii ndio mwisho wa simulizi yetu, lakini vile vile nawakumbusha kuwa kwa watu wote ambao mnapenda sana kupiga kelele mida ya usiku, si vizuri kabisa, kwa sababu usiku kuna mambo mengi sana. Basi nimemaliza kusimulia simulizi yangu. Asante sana kwa kunisikiliza. Ulikopo na mimi hapa Saif Mastori. Basi nakuomba bonyeza kialama cha kusubscribe kwa simulizi nyingine zinazofuata. Asante, shukrani, chao.